Kwa jina naitwa ndugu Ismaili Saidi Amanzi, ni diwani wa kata ya Keko. Tumefungua Zen Foundation. Jambo la kwanza, lengo tuwaguse jamii, tuwasaidie kwenye kuinua uchumi, yani kwenye kila nyanja, ndio lengo kufungua Zen Foundation. Leo tumeandaa kwanza kama bonanza ili Zen Foundation kwamba tumefungua ili zote tukawafikie vijana, wananchi, jamii. Zen Foundation ndio imetengeneza ile ulingo wa ngumi. Jambo la kwanza tumeanza hilo, na tutawafikia kila mwananchi ili aweze kuweza kuwasaidia. Upande wa Zen Foundation ni kuwafikia jamii na kuwasapoti ili waweze kupata maendeleo. Kila mshindi wa kwanza atapata zawadi, mshindi wa pili atapata zawadi, na mshindi wa tatu atapata zawadi. Tumezingatia hivyo kwamba ndio maana Zen Foundation kuinua vipaji na watu waweze kuwa wajitegemea kiuchumi. Jambo la kwanza nimeangalia kwenye kata yangu ya Keko, maana mimi ni diwani wa kata ya Keko. Wanapita kuomba kula kwa wananchi, wanasema kwamba wasikilizwe vijana, wamama wasikilizwe. Nikasema basi nipeni kula, nitakuja kuwasaidia. Nikasema mimi peke yangu sitaweza kuwasaidia kwa sababu kama kiongozi ama niwe na talent au niwe na vision. Nikaanzisha Zen Foundation ili iweze kuwasupport wananchi kwa karibu zaidi. Yaani Zen Foundation itapanga utaratibu, itakuwa kila baada ya miezi mitatu kata Keko itakuwa na burudani na kuangalia vipaji kwamba vijana wetu wanakuwa vipi kwa zile ambayo vipaji vyao. Na hakika kwamba sio kwamba itakuwa kwamba tunawazalisha ili wawe Tanzania peke yake. Nataka wawe kitaifa, wachezaji kitaifa na kimataifa. Lakini leo hapa ndio tunaanza mwanzo, na kwenye safari nitakuwa pamoja nao mpaka vipaji vyao viwe kimataifa. Kwa upande wa burudani atakuwa Msagasumu atakuwepo hapo, kwa upande wa Singeli na wasanii wengine. Mimi na hakika leo Keko ni siku yetu, ni siku ya kufurahi, kuja kufurahi, tuje kunywa na kucheza. Kwa mshindi wa kwanza upande wa Singeli atapata 200,000, kwa mshindi wa pili atapata 100,000, na kwa mshindi wa tatu atapata 50,000. Na kwa upande wa bondia mshindi wa kwanza atapata 300,000, mshindi wa pili 150,000, na washindi wengine atapata 100,000. Na upande wa ngoma za asili vile tumeweka vile kwamba mshindi wa kwanza atapata 100,000, mshindi wa pili atapata 50,000. Yaani kila nyanja tumezingatia kwa upande wake, lengo tuwafikie jamii. Wito wangu kwa jamii, kwanza tusiwaache vijana, tuwasikilize na tufanyane kazi pamoja. Upande wa serikali, mimi kama upande wa serikali nitakuwa pamoja, nitafanya kazi kwa pamoja kwa maendeleo ya Keko. Keko, kauli mbiu yetu ya Keko bila uhalifu inawezekana, na kwa pamoja tutaijenga Keko, tutaijenga Temeke, tutaijenga Tanzania. Na rais wetu Samia Suluhu Hassan vijana ametupendelea sana, ndio maana kuna waziri wa vijana ili lengo kuwasikiliza vijana kwamba nini wanataka na tufanye kitu gani. Na nimegombea uongozi kwa sababu niweze kuwatoa vijana wangu waliopo chini niweze wapande juu, kwamba vijana na sisi tujue kwa jamii ijulikane kwamba tukiwa hapa viongozi vijana na wanaweza kufanya. Hii sio mwanzo, itakuwa ni endelevu, na hakika matunda yake yatakuwa ni makubwa sana, kwa sababu hata mimi nilioanza kwamba nimeanza mimi na mtaji wa 650,000, sawa, nikajiendeleza mpaka nikafungua hiyo kampuni ya Zen mpaka sasa. Yani 650,000 mpaka sasa nakuwa na yani sio chini ya B2 kutokana na hiyo kampuni. Na hakika na vijana wangu wa Keko nataka wawe hivyo, sio Keko peke yake. Tanzania mzima ijue kabisa kwamba hata kama ukiwa na mtaji shilingi 100 au 100,000 au 600,000 unaweza kuzalisha B3 B4. Kwa majina naitwa Boniface Tesfori, ni mkazi wa kata ya Keko, na vile pia kupitia tamasha hili ya Zen Foundation. Zen Foundation imejikita katika kukuza vipaji mbalimbali. Kuna upande wa ngumi, upande wa sanaa, kuimba, bongo flava, singeli, pamoja vile kuna dansi na ngoma. Zen Foundation ilikuwa na mipango mikakati muda mrefu sana, na nadhani ikiwa kama meneja kusimamia jambo hili la Zen Foundation kufikia hapa na kushirikiana na mheshimiwa diwani kata ya Keko ndugu Ismaili Saidi Amanzi, na kushirikiana na uongozi wa kata wa ulinzi hapa kusikata
Huo ulingo unavyoona hapo umependeza, umeshamili, umekuwa vizuri sana. Ni nguvu yake yeye mwenyewe. Ameamua kutoa sehemu yake ya kile ambacho alichukua nacho. Ameona sasa ngoja niwawekezee wana Keko ili waweze kufikia malengo, kwa sababu ni kilio cha muda mrefu. Keko hatakuwa na ulingo wa design kama hiyo, na nadhani pia katika sehemu tofauti wanaona ni namna gani mheshimiwa diwani wa kata ya Keko amekuja kwa njia hii. Kuna upande wa football pia aliwekeza, na kuna upande pia wa ngumi sasa amekuja kutia nguvu zaidi. Nadhani pia mheshimiwa rais popote ulipo, na kupitia hizi media zilizopo hapa, nadhani naongea kupitia mheshimiwa diwani wa kata yetu ya Keko ndugu Said Ismail Amanzi, yeye anawezesha, basi naomba umpe nguvu ili aweze kuandaa mapambano mengine zaidi na kukuza vipaji tofauti. Inspector Oyuke, kwa kirefu Inspector Sospita Antipas Oyuke, ni polisi kata ya Keko. Swala la ulinzi kwa kweli tumejipanga vizuri. Shirikishi wetu wako vizuri, tuna kituo cha polisi karibu, mkuu wa kituo anaitwa Afande Adija Kova. Wote tutashirikiana kwa kuhakikisha mazingira haya yako salama. Watu wafike washuhudie mtanange ambayo itaendelea katika mazingira haya. Msingi mkubwa wa polisi jamii ni tuna miradi yetu ikiwa na mambo ya michezo. Kwa hii ndio maana umeona swala hili limegewa picha ya kuzuia uhalifu kata ya Keko, kwamba uhalifu kata ya Keko kuisha inawezekana. Kwa hiyo sasa kila mmoja atambue kwamba hii bado ni miradi ya polisi kata ambayo tunaisimamia kwa ngazi ya kata. Lengo kubwa mazingira yetu yawe salama.